Kivuli cha Wakanda mpya. Katika bara la mbali lililofichwa na maendeleo ya hali ya juu, kulikuwa na taifa linaloitwa Wakanda mpya. Tofauti na simulizi za kale, hapa waliishi watu wa kawaida, wafanyakazi, wanafunzi, mamalishe na madereva. Lakini juu yao kulikuwa na mfumo wa kiteknolojia ulioweza kudhibiti kila kitu, kuanzia trafiki hadi usalama wa taifa. Amani alikuwa kijana wa kawaida kwa macho ya wengi, lakini kwa siri alikuwa mmoja wa mawakala bora wa kitengo cha kivuli kilichojulikana kama Idara ya Usalama wa Ndani, Kitengo X. Alifanya kazi zake kimya kimya, bila sifa wala umaarufu. Siku moja alipokea ujumbe mfupi uliotumwa kupitia mfumo usiotambulika. Kivuli kimeamka. Tafuta chanzo kabla hakijakupata. Ujumbe huo ulifutika sekundi chache baada ya kuusoma. Amani alijua hili halikuwa jambo la kawaida. Alianza kuchunguza kwa kutumia vifaa vyake vya siri. Alivunja mifumo kadhaa ya usalama na kugundua kuwa kulikuwa na shughuli zisizo za kawaida kwenye kituo kikuu cha data cha taifa. Wakati akifuatilia nyayo hizo za kidijitali, alikutana na jina la ajabu lililojirudia mara nyingi: Kivuli. Hakukuwa na faili yoyote rasmi kuhusu hilo, lakini kila alipojaribu kuchimba zaidi, alizuiwa. Alipozidi kuchunguza, alikutana na Zuri, mhandisi wa mifumo ambaye kwa nje alionekana kama mfanyakazi wa kawaida. Zuri alimsaidia kufungua baadhi ya vizuizi na kugundua kuwa Kivuli haikuwa mtu mmoja, bali ni mtandao wa watu wenye nguvu ndani ya serikali. Ukweli ulianza kuwa mzito zaidi pale walipogundua kuwa mmoja wa viongozi wa juu kabisa wa nchi alikuwa akiongoza mtandao huo kwa siri. Lengo lao lilikuwa kudhibiti taarifa zote za taifa na kuendesha nchi kwa njia ya kificho. Amani alikumbwa na mgogoro mkubwa wa ndani. Kama angefichua ukweli huo, angehatarisha maisha yake pamoja na ya Zuri. Lakini kama angekaa kimya, nchi nzima ingeangukia mikononi mwa watu wasio na huruma. Usiku mmoja wa mvua kali, waliamua kuvamia kituo kikuu cha data kilichokuwa chini ya ardhi. Walipenya ulinzi mkali kwa kutumia mbinu za hali ya juu na akili zao. Walipofika ndani kabisa ya mfumo, walikumbana na ulinzi wa mwisho, kiongozi mwenyewe wa Kivuli. Mazungumzo yao yalikuwa mafupi, lakini mazito. Kiongozi huyo alidai kuwa anafanya yote kwa ajili ya utulivu wa taifa. Amani alijibu kwa sauti ya utulivu: hakuna utulivu bila uhuru. Kisha vita ya akili na teknolojia ikaanza. Mfumo mzima ulianza kutikisika walipokuwa wakipambana kudhibiti data. Kwa juhudi kubwa, Amani na Zuri waliweza kufungua mifumo yote na kupeleka ukweli kwa umma. Ndani ya dakika chache, siri zote zilikuwa wazi. Kiongozi wa Kivuli alikamatwa, lakini kabla ya kuondolewa, alimwangalia Amani na kusema, "Umechelewa." Hii ilikuwa ni sehemu ndogo tu ya mchezo mkubwa. Baada ya tukio hilo, Wakanda mpya ilianza kujijenga upya. Watu walipata uhuru wao tena, lakini hofu ya kivuli kingine ilibaki mioyoni mwao. Amani alisimama juu ya jengo refu, akiangalia mji ule ule aliyokuwa ameokoa. Simu yake iliwaka tena, na ujumbe mpya ukaingia: hatua inayofuata imeanza. Alitabasamu kidogo, kisha akapotea gizani. Kwa sababu kwa jasusi wa kweli, mwisho si mwisho, ni mwanzo wa hadithi nyingine.